وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله الناس قد قال المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu Waislamu, tunaendelea na makumbusho na dhikra ambazo kwamba zitatudumisha sisi kukuwa katika malengo ambayo kwamba tunayo katika mwezi huu wa Ramadhani. Malengo ambayo kwamba tuko nayo ni kufunga mwezi wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu inshallah akubali zile amali tulizozifanya. Ndio malengo ambayo kwamba tuko nayo. Kwa hiyo makusudio ya kukumbushana ili tudumu katika ibada na kuacha zile ibada mbaya potofu na kudumu na ibada mzuri ambazo kwamba Mungu anazipenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, kwamba mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha ndani yake kitabu tukufu, kitabu cha Qur'an ambacho kwamba tunasoma kila wakati ndani ya mwezi wa Ramadhani. Je, sisi wote tunakisoma hiki kitabu? Je, sisi wote tunafuata yale yaliyoteremshwa ndani ya Qur'ani? Ndio utakuta baadhi wanafuata na baadhi wanakuwa ni wenye kupotea, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile hidayah wameikosa, kwa sababu hii Qur'ani ukifuata sawa sawa, ukiepukana na aya za ambazo Mungu ameharamisha, ukiepukana nazo na ukifuata yale ambayo Mwenyezi Mungu naye anataka, basi utapata uongofu ulio sawa. Lakini usipofanya hivyo, utaingia katika hororo, katika kughurika na dunia, katika kuifuata dunia, katika kuipenda dunia. Sasa ndipo tutakosa kufuata yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anataka. Tunaingia katika mada yangu inakusudia kwamba tunafaa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafaa kumrudia Mwenyezi Mungu kila wakati, unafaa kumrudia Mwenyezi Mungu. Yaani wakati wote unafaa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu asifanye kiburi kwa sababu akajiona yeye ana nguvu na akamwacha Mola wake.
wewe mwenyewe malengo ya kupatikana katika dunia, malengo yake ni gani? Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba malengo ya mwanadamu kupatikana katika dunia si lengo lingine, ama malengo yake ni kuja kutafuta mali peke yake, ama kutafuta kwenda mbio kutafuta mali na kujenga nyumba kubwa. Si malengo si hayo, isipokuwa malengo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi pamoja na wengine. Ikiwa umetambua haya kwamba lengo lako kuja katika ulimwengu, Mungu akakujalia kupatikana wewe katika dunia ni kumwabudu yeye, basi utadumu katika ibada ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Sasa ndio pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, enye mlioamini Mwenyezi Mungu, enye ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi zitazameni nafsi zenu, ziangalieni nafsi zenu ma qaddamat lighad, zilizo tanguliza kwa ajili ya kesho. Kesho hii tunasema kesho, lakini malengo ya kesho ni siku ya Kiyama, kwamba Kiyama ndio imekusudiwa kesho, kwa sababu kila tunapolala hadi mauti yanatufikia tunaikaribia hiyo kesho. Sasa malengo ya kesho, uiangalie nafsi yako, uitazame nafsi yako ya mwanadamu kwa yale ambayo kama unayatenda. Je, yanarudisha nafsi yako? Je, Mwenyezi Mungu anaridhia ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tuache kusengenya, tuache kula haramu, tuache kufanya mabaya, tuache kuzungumza ya ambayo kama hayakuhusu. Min husni al-islam tarkuhu ma la ya'nihi. Mtume anatuambia uzuri wa mtu Muislamu ni kuacha yale ambayo kama yanamhusu, yale ambayo kama hayamhusu basi akae nayo mbali. Sisi tujikurubishe katika ibada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada ya Ramadhani, ibada ambayo kwamba ikishapita hairudi mpaka mwakani, na katika huo mwaka haujulikani wewe utakuwa hai au haijulikani mimi utakuwa hai, ndio tupate hiyo Ramadhani. Haijulikani hiyo Ramadhani tutaipata. Sasa tutaenda kadiri ya wakati. Mwenyezi Mungu akaswamia shahru Ramadhani alladhi unzila fihi Qur'an, kwamba mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ulio shushwa ndani yake kitabu cha Qur'an. Na hii Qur'an sisi hatuisomi hadi mwaka, yaani Ramadhani mpaka Ramadhani ndio unafungua kitabu cha Qur'an. Wengine hivyo, wengine wanasoma Ijumaa hadi Ijumaa ndio wanafungua kitabu cha Qur'an. Wengine wanasoma siku kulikuwa na hadhara ya kusoma Qur'an ndio wanafungua hiyo Qur'an. Sasa malengo ya Qur'an tumeelezewa faida zake, kwamba kila herufi moja ni thawabu 10. Japo ukisoma herufi 10 una thawabu 100, na ukizisoma zote Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi utakuwa umevuna thawabu nyingi. Ndio tunafaa kukisoma kitabu cha Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhani.
kazi tupate maghfira yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiingia 13 tufanye bidii tupate itiko minannar, kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Ndipo utakuwa tumefaulu, ndipo utakuwa sisi tumepata rahma yake Mwenyezi Mungu, ndipo utakuwa sisi tumepata maghfira yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia anaendelea kusema ala muslim an yastaqillahu fi kulli ma yuqarribu ila rabbih min amali khair, kwamba kwa kila Muislamu inaingia Waislamu wote hapo, kwamba ni wa kiume na wa kike, kwa kila Muislamu ajishughulishe, aifanye bidii kwa kufanya mambo ambayo kwamba yatamkaribisha yeye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani yatamfanya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe unafunga na bado sehemu zako, ujue ibada yako haijakuwa mzuri, kutokana na swala yako uliyoswali mpaka somo yako haijakuwa mzuri, kwa sababu Mtume anasema mwenye kuswali swala ile inamwepusha na sehemu mbaya, sehemu za uchafu huwa inamweka mbali. Lakini ikiwa wewe unafunga na unaswali, lakini sehemu za hizo sehemu mbaya wewe ndio sehemu unazotaka, basi jua swala yako haijaswihi na somo yako pia itakuwa haiko sawa, kwa sababu si sehemu nzuri ambayo Mungu anataka. Sasa ni jukumu kwa kila mwanadamu kufanya matendo mazuri yatakayomkaribisha, yatakayomkurubisha yeye kuwa karibu na Mola wake. Wa ayantahiya al-abdu an kulli shururi wal a'dam. Na lengo la kuingia katika mwezi wa Ramadhani, tuliambiwa kwamba ni kila Muislamu afanye matendo mazuri ambayo kwamba yatamkurubisha yeye kwa karibu na Mwenyezi Mungu, na akomeke yeye kufanya mambo ambayo kwamba ni ya shari, mambo ambayo kwamba ni mabaya pamoja na madhambi wala adhabu na madhambi. Sasa lengo mwezi huu wa Ramadhani ujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu ujiepushe na mambo ya shari, mambo mabaya na madhambi pia. Ukishafanya hivyo, sasa kaa katika ibada, soma Qur'ani, leta tasbihi, leta adhkari, omba msamaha kwa Mwenyezi Mungu katika mambo ya mwaka mzima uliyofanya madhambi, Mwenyezi Mungu anakupokea. Lakini usipofanya hivyo, itakuwa ni hatari. Utakuwa unafanya ibada lakini humuombi msamaha Mwenyezi Mungu. Tunafaa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu kila wakati. Alafu anatuambia waqad qala sallallahu alaihi wasallam, idha kana awwalu laylati min shahr Ramadhan sufidat ash-shayatin wa maradatul jinni, kwamba inapoingia mwanzo wa Ramadhani, hapa inaleta faida ya mwezi wa Ramadhani. Siku ya kwanza ile, kwamba inapoingia Ramadhani usiku ule wa kwanza, mashetani hupigwa pingu, uwekwa nyororo, ufungwa na yale mataka ya majini, yale majini nao wanaoyapenda, funga yote. Na Mwenyezi Mungu anafanya hivi kwa ajili ya huyu mwanadamu, si mtu mwingine,
Shetani mbaya aliyobaki ni nafsi. Nafsi ikiwa nyeusi haielewi, moyo ukiwa mweusi haielewi mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa majini na mashaitani hufungwa wa kulikat abwabun nar, na pia milango ya moto hufungwa. Falam yuftahu minha babu, hakutafunguliwa mlango hadi Ramadhani iishe. Siku ile watu kuswali Idi ndio wamegawanyika, shetani ndio anafunguliwa sasa. Baada ya kutoka katika kiwanja cha Idi, shetani anafunguliwa, milango ya moto nayo hufunguliwa, kwa sababu Ramadhani imeshaisha. Sasa watu watarudi katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo siku ndio siku za ahadi nyingi za watu ambao wataenda kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba baada ya kufungwa milango ya moto hakutofunguliwa mlango hadi siku ya Ramadhani kuisha na kusaliwa Idi. Alafu wafutihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, na pia baada kufungwa milango ya moto kutafunguliwa milango ya pepo yote. Kila kuanzia ile siku ya mwanzo ya Ramadhani milango ya pepo yote unafunguliwa, na hakuna mlango utakaofungwa hadi Ramadhani kuisha. Alafu wayunadi munadi ya babi al-khair, hapo munadi atanadi, ewe mwenye kufanya mambo ya kheri, ewe mwenye kukimbilia katika mambo ya kheri, ewe mwenye kutaka kufanya kheri, aqbil, endelea kufanya hayo mambo ya kheri, jilazimisha kufanya hayo mambo ya kheri, jiweke karibu na Mwenyezi Mungu, ndipo utafanya mambo hayo ya kheri. Sasa mwenye kunadi ananadi hivyo. Wa fi riwayati wa yunadi munadi kula lailati, katika riwaya nyingine atanadi mwenye kunadi kila usiku wa Ramadhani, ya talibal khairi, ewe mwenye kutaka khairi, ewe mwenye kutafuta khairi, ewe mwenye kutafuta mambo mazuri, halumma, karibu, njoo, yani karibia kufanya matendo hayo mazuri. Mwenyezi Mungu anakuita wewe mwanadamu, anakuita wewe mwanadamu ukurubie kwake yeye kufanya hayo matendo mazuri, lakini sisi tunajenga mbali. Wewe kwani bashari, na ewe mwenye kutaka kufanya mambo ya shari, mambo maovu ndani ya mwezi wa Ramadhani, amsik, zuia, usifanye mambo mabaya, usifanye shari ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapa Mtume katika hadithi hii riwaya imekuja hivi kwamba Mwenyezi Mungu anatuita, Mwenyezi Mungu anatunadia, ameweka wenye kunadi kwa ajili yetu sisi, si kwa ajili ya yule mwenye ananadi, kwa sababu yule mwenye kunadi pengine hana makosa yeye. Sisi ndio sisi wenye makosa. Malaika hawafanya makosa, malaika hawamwasi Mwenyezi Mungu, sisi ndio tunamwasi Mwenyezi Mungu. Sasa ananadi mwenye kunadi, anatuambia karibuni enyi wenye kufanya kheri, enyi wenye kutaka kuendelea kufanya matendo mazuri, basi endeleeni kufanya matendo mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na enyi wenye kutaka kufanya shari ndani ya mwezi wa Ramadhani, amsikizuieni hayo matendo mabaya, msiyafanye, kwa sababu kila dhambi ambayo kwamba unaenda kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani tudhaafu, inaongezwa. Ukifanya dhambi moja inaandikwa times 2, ukifanya 10 inafanywa times 2, ukifanya 100 inafanya times 2, na kila jema utakalolifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ndo anajua, analifanya times 2 vile vile, ila 700 dhiban, mpaka nyongeza ya 700. Mwenyezi Mungu anao uwezo kuongeza hata milioni, yeye mwenyewe ndo anao uwezo huo. Lakini hadithi inatuzuia tusifanye mambo ya shari
ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuendelee kudumu katika ibada ya kufanya matendo mazuri. Allah anasema waqala Umar radhiallahu anhu, hasibu anfusakum, zitazameni, ziangalieni nafsi zenu kabla tuhasabu, kabla hamjahesabiwa, kabla hamjaenda kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya lazima mwanzo uitazame nafsi yako kabla kwenda kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu. Wazinu anfusakum, na pambeni nafsi zenu, mziangalieni nafsi zenu kwa mambo mazuri, msitendeeni nafsi zenu kwa mambo mazuri kabla antuzamu, kabla kwenda kupimiwa, kabla kwenda kufanyiwa kwamba nyinyi mmefanya yapi matendo mazuri. Yani nafsi zenu mzipime katika kuziweka katika mambo mazuri. Kama ni swala, nafsi yako iweke huko. Kama ni somo, nafsi yako iweke huko. Kabla hujaenda kuangaliwa na Mwenyezi Mungu, nafsi yako haijaswali, wewe mwenyewe hujaswali, wewe haujafunga, wewe hujaenda katika mwezi wa Ramadhani, watu wananiogopa, wewe ukawa unaendelea na mambo ya shari, kufanya mambo ambayo kama mimi siyapenda. Sasa tunaambia tazame nafsi zetu, tuzijaji nafsi zetu. Kama wewe ni jaji, pia ijaji nafsi yako. Kama wewe mwanadamu wa kawaida, pia ijaji nafsi yako. Kama wewe uko na cheo katika dunia, katika cheo chako, ijaji nafsi yako. Yaani kila mtu aijaji nafsi yake kwa yale ambayo kwamba anaenda kuyafanya. Anayefanya je, yanamridhisha Mwenyezi Mungu? Je, Mwenyezi Mungu anapenda haya? Fa innahu ahwanu alaykum bil hisab. Huko kuitazameni nafsi zenu na kuziangalieni nafsi zenu itakuwa ni sahali kwa ninyi, ama itakuwa ni rahisi juu yenu nyinyi katika hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu ikiwa haitazami nafsi yake, itakuwa ni ngumu mbele ya siku ya Kiyama, mbele ya Mwenyezi Mungu kuijua nafsi yake iko mahala gani. Bali insanu ala nafsi basira. Kila mwanadamu ni mtambuzi wa nafsi yake. Kila mwanadamu anajua nafsi yake. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kila mwanadamu tumemweka daftari. Hakuna daftari lake fi unqi, kwa shingo yake. Yaani kila ukitembea malaika wako na wewe, kila ukienda mahala yote ile malaika wako na wewe. Sasa hauepukiki. Ndio kuna watoto wameenda kupewa mtihani na mwalimu wao, kawapea kila mtoto kisu na ndege wa kuchinja. Kaambia nendeni sehemu ambayo kwamba hamwezi onekana na mtu yoyote yule. Tembeeni, mwende sehemu ya mbali ambapo kwamba hakuna atakaye waone nyinyi, alafu mchinje mletee. Inaomba mtihani. Lakini tuangalie, mmoja kati ya hawa watoto anatambua Mwenyezi Mungu yupo, lakini mmoja fikra hiyo imeondoka, anaona kwamba yeye ni kutazama mwanadamu peke yake. Wakaenda kila mtu akafanya huo mtihani. Yule akaingia msituni akaangalia, hakuna mtu hapa anaangalia, ananiona, akamchinja mndani wake, akambeba akarudi kwa mwalimu wake. Yule naye mwingine akatazama, yule anatambua kama yuko hai, yarani kula makani, ananiona kila mahali na yeye yuko hai. La ta'khudhu sinatun wala nawm, haumpati yeye usingizi wala kusinzia, hakumpati yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usingizi wala kusinzia. Mwenyezi Mungu hajasinzia hata siku moja. Mwenyezi Mungu hajalala hata siku moja. Akatazama, akashindwa kuchinja ndege wake, akashindwa,
kwa sababu kila kitazama chini hakuna mtu, lakini akitazama juu akaona yupo anayeniangalia ambaye kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akarudi na mdogo wake akauliza na mwalimu wake, je, wewe mbona umekuja yuko haujamchinja? Akasema yuko ambaye kwamba ananiona mimi kama kwamba ni Mwenyezi Mungu aliyeniumba mimi. Sasa tukiwa na fikra kama hizi ndio tutajua namna ambayo kwamba sisi tutamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tutaepukika na zile adhabu sehemu ambazo kwamba ni mbaya, na sehemu mbaya ndizo hizo adhabu ambazo Mungu ameweka moto. Lakini sehemu nzuri ndio sehemu ambazo kama Mungu anapenda akaweka pepo. Mwenye kukaa sehemu ambazo Mungu anazipenda ataingia katika rehema yake ambapo kwamba ni pepo, na yule ambaye kwamba anapenda sehemu za shari basi naye ataingia katika sehemu ya shari ambapo kwamba ni moto. Sasa tunaambiwa hiyo itakuwa ni sahali kwa nini katika hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hisabu ya gada, hisabu ya kesho. Antuhasabu kuzihisabu anfusakum al-yawma, kuzihisabu yani kufanyiwa hisabu sasa siku hiyo ya kiyama nafsi zenu, watuzinu na kufanyiwa mizani. Kwenye mizani sasa mtapimiwa amali zenu. Sasa amali zitaenda lil akbar kwa ajili ya malengo ya siku ya kwamba hiyo siku ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu Waislamu, hii siku inatajwa sana mbele ndani ya Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hii siku wanazuoni wakaitafsiri kwamba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ni siku ya kiyama. Ndio hiyo kesho ambayo kwamba inatajwa. Kesho hiyo inatajwa ndio hiyo siku ya kiyama. Qala Allah Ta'ala yawmaidhin turaduna la takhfa minkum khafiya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hii kesho ambayo kwamba tunaambiwa zisabuni nafsi zenu kabla hamjaenda kuwekewa mizani, zihesabiwe amali zenu kwamba mko katika hali gani. Ukijitambua wewe uko katika hali mbaya, wewe unamudhi Mwenyezi Mungu, basi mrudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio bali Mwenyezi Mungu anasema yawmaidhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Hiyo siku mtaonyeshwa kila kitu. Hiyo siku hakuna kitu ambacho kwamba kitafichwa, kila mtu ataonyeshwa vile alikuwa. Kuanzia pale ulipoanza bali ulipewa kitabu. Ikiwa mzinifu basi utaonyeshwa muda huo ulikuwa mzinifu sana. Niko TV. Ndio example ya dunia, watu wanatununua flat screen. Ndio ile kwamba Mwenyezi Mungu anakuletea wakati unapokufa, wakati uko ndani ya kaburi, wakati uko katika mahshar. Yaani sehemu hizi tatu unazipitia, unaangalia hiyo screen ya Mwenyezi Mungu aliyoweka. Kila mtu anajibebea screen yake, lakini huioni. Uko na screen, huioni. Kwa sababu siku unapokufa unaonyeshwa vipi wewe uliishi katika dunia na ndugu zako ulikaa nao vipi? Je, hamuongei? Je, mnateta? Na hivyo. Na siku unapoingizwa kaburini ukiulizwa maswali yale, ikiwa
yanafurahisha, kama ni mabaya yanasikitisha, wewe mwenye ahla wa sala. Tufanye tu yale kwamba sisi tunataka nafsi zetu, lakini tujue huko Mungu ndo anatusubiri huko. Alafu anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Enyi mlioamini, mrudieni Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo kwamba hamtoyarudia yale mlikuwa mkiyatenda. Mtubieni mtubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila mwanadamu ni khata, kila mwanadamu anamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa rabbukum, wenda Mola wenu ayukaffira ankum, wasamehe nyinyi kwa vile mmemrudia yeye, sayiatikum, makosa yenu, wayudkhilakum jannatin, na kuwaingiza katika rehema yake, katika mabustani ya pepo, tajiri yanayopita min tahtiha al-anhar, chini yake mito. Sasa ikiwa sisi tutamrudia Mwenyezi Mungu, faida yake Mwenyezi Mungu atatusamehe. Utakuwa yukafir, anabadilisha yale mabaya yanakuwa mema. Mwenyezi Mungu anaweza yukafir sayiat, anageuza mabaya kuwa hasanat, kuwa mema, kwa sababu umemrudia, uligundua yeye ndo anafaa kurudiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tuangalie katika mfano wa kidunia. Je, ikiwa umeoa ama hujaoa, mko katika wanasema engage, yani kule taratibu ya kufuata mpaka kuoa. Ikiwa mmekosana na yule ambaye kwamba wewe unataka kumwoa, sio unamrudia, unaomba msamaha. Sasa vile katika kuombana msamaha, sisi tunafaa kumrudia Mwenyezi Mungu na tusirudie tena yale ambayo kwamba tunayafanya, kwa sababu ni makosa ambayo kwamba tunafanya makosa. Alafu anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo aya ambayo kwamba tuliyosoma kwamba tukimrudia huenda Mwenyezi Mungu akatusamehe makosa yale ambayo kwamba tumeyafanya na kutuingiza katika bustani ambazo kwamba zinapita chini yake mito. Alafu anatuambia ya alladhi ma kafahu dhambi fi Rajab, ewe ambaye kwamba hayakukutosheza madhambi uliyoyafanya ndani ya mwezi wa Rajabu. Naambia katika ashhurul hurum, wewe ukao unafanya madhambi miezi mitukufu Mungu anayoipenda. Je, hao hayaja kutosha hata aswa rabbahu fi shahr Shaaban, mpaka ukamwasi tena Mola wako katika mwezi wa Shaaban? Vipi wewe mwanadamu ambao kama hujatosheka na madhambi ya Rajabu hadi kuingia mwezi wa Shaaban na ukao wewe ni mwenye kuzidi kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma, hakika umekujilia wewe mwezi baada ya hiyo miezi miwili, mwezi bora ambao kwamba ni mwezi wa kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba ni shahru Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Fala tughayyiruhu aidan shahru isyan, usifanye tena huo mwezi wa Ramadhani
kwamba alipata wazazi wake, lakini hawakumfanya yeye sababu ya kuingia yeye peponi. Lakini huko hatutaki. Tunataka hapa imeingia Ramadhani ikawa ni sababu sisi tusipate msamaha wa Mwenyezi Mungu. Sasa isiwe hivyo. Imeingia Ramadhani iwe ni sababu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni sababu ya sisi kuingia katika rehema ya Mwenyezi Mungu, tupate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa akaeleza mengi sana kwamba itayakata kwa sababu tena maisha shahru tasbihi wa Qur'an. Malengo ya mwezi wa Ramadhan Mungu ametuwekea sisi kwa sababu ya tasbihat, tadhkirat na pamoja na istighfar. Hizi ndizo malengo ya mwezi wa Ramadhan. Second, Al-Qur'an. Kusoma nini? Qur'an ndio malengo ya Mungu kutuletea katika huu mwezi, ili tumuombe msamaha, yeye atujalie inshallah Mwenyezi Mungu tupate msamaha wake. Alafu lengo kubwa ambalo kwamba tuko nalo sisi, kila mtu hapa kuna tamaa, kuna future yake. Ni uongo? Kila mtu kuna future yake, anataka kuwa tajiri wa yani dunia nzima, yeye ndio tajiri. Lakini wengine wamezeeka, wengine bado. Sasa wale vijana ndio kuna malengo ya kutaka kuwa matajiri. Kama hujakuwa tajiri bazio umekuwa na nguvu, vipi utakuwa tajiri sasa? Tajiri yako ni kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ndio tajiri kubwa. Nasema Mtume, utajiri mzuri ni ule hina nafsi, utajiri wa nafsi, kutosheka nafsi yako, mimi ni tajiri kwa ndani ya nafsi. Hiyo si malengo yetu, tunazungumzia tu malengo. Maana niliyozungumzia haya nasema hubu dunia rasu kulli khati'atin. Sisi maana kuzungumza haya kwamba sisi tuna future yetu, kwamba tunataka kuwa matajiri. Mtume naye anatuambia kuipenda dunia ndio kila kichwa cha ubaya, cha uovu, ndio tunaingia huko. Tunaipenda dunia inatupeleka katika ubaya, uovu. Tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haitufanyi kwamba tumrudie Mwenyezi Mungu, inatuweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu tukimalizia qala shair wa qatilu asari'u dha'ni anha, na yule anayependa hiyo dunia sari'u dha'ni anha, ni haraka kwa kuondoka. Yani ni haraka sana, dakika moja tu yuko akhira, dakika moja tu yuko akhira. Ukiwa unapenda dunia, unaiona dunia nzuri kuliko yale Mungu anayokuambia na Mtume. Sasa anatuambia hapa waqatinu asari'u anha waqatinuha sari'u dha'ni anha, kwamba ukitaka wewe kukufa haraka basi ipende dunia. Utakufa haraka utakufa haraka bila kujijua. Na ni sari'u yani ni mwepesi wa kuondoka haraka, wa inkana harisu ala tawali, kwamba hata kiwa kuna kubwa kwamba yeye atadumu kukaa milele katika dunia, basi ni haraka unaambiwa kuondoka katika hii dunia. Ala ayuha al-ghurur malaka tal'ab, ewe mwenye kughurika na dunia, una nini wewe unacheza na dunia? Una nini wewe unaipenda dunia inakuchezea? Umeiweka dunia iko katika mikono yako. Una nini? Unauliza swali. Tenda kujibu mwenyewe. Hiyo ni homework. Tu'amil amalan wa mautuka akhira. Unafanya mambo ambayo kwamba hata hayana faida kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mauti yako karibu na wewe. Kila unapogeuka mauti ndio haya. Ukigeuka kushoto kulia mauti ndio haya. Ukigeuka nyuma mauti ndio haya. Ukigeuka mbele mauti ndio haya. Ukiondoa hatua mauti ndio haya. Ukifanya hivi mauti ndio. Ukiingiza tonge kwa mdomo, wengine unaweza ingiza tonge kwa mdomo ukakwama nalo. Hiyo ndo sababu ya kukufa. Sasa tusiwe hivyo inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana wa rabbana innaka hakimun alim. wa tub alayhim mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad